Wakati vichwa vya mashabiki wa Simba vikiendelea kuwaka moto juu ya namna gani ambavyo wanaweza wakafanya ili klabu yao ipate kusonga hatua ya nusu fainali kwenye kombe la shirikisho barani Afrika mara baada ya kuwa wamepoteza kwa bao 2-0 mbele ya Al Masry pale kwenye ardhi ya Egypt. Bwana, mchambuzi wa soka nchini Tanzania Amri Kiemba ametoa tips kadhaa ambazo anaamini kama Simba watazifanya basi wanaweza wakavunja mwiko na kupindua meza kwenye dimba la Benjamin Mkapa na hivyo kwenda hatua ya nusu finali kwenye michuano hiyo ya kombe la shirikisho. Kabla sija kujuza zaidi basi nikukumbushe kuweza kubonyeza neno subscribe na mambo yatakwenda vizuri zaidi. Cha kwanza kabisa ambacho Amri Kiemba amekiweka wazi ni kwamba Simba inabidi waweze kuboresha madhaifu yao ambayo yameonekana kwenye eneo la ulinzi, hali kadhalika eneo la ushambuliaji. Kwa maana kwamba Simba walipata nafasi nyingi sana za kuweza kufunga bao lakini bado hawakuzitumia. Mshambuliaji wao Lionel Ateba bado hakuweza kuonesha makeke mbele ya Al Masry. Kwa hiyo manake ni kwamba nafasi walizozipata jana inabidi sasa waweze kuzitumia kwenye mechi ambayo inakuja. Ukiangalia Simba wao ndio walifika golini mara nyingi zaidi ya Al Masry walivyokuwa wamefika golini kwa Simba, lakini ubao wa matokeo ukasoma Al Masry 2 Simba 0. Lakini pia Simba lazima wajue kwamba michuano ya kimataifa haihitaji sana kumiliki mpira, badala yake inahitaji maamuzi, inahitaji matokeo. Kwa hiyo wanapomiliki mpira lazima watambue kwamba mpira unataka kumilikiwa kimkakati, lakini vile vile lazima hakikishe kwanza wanakuja kuzuia kutoruhusu bao ili kutokuongeza mlima, kwa sababu mpaka hivi sasa aggregate inasoma 2-0. Kwa hiyo kama Simba wataruhusu bao maana yake kwamba Al Masry wao watakuwa wameshapata aggregate kubwa. Mfano kama ikiwa ni 2-1 maana yake Al Masry wao wanakuwa na aggregate ya bao 3-2 kwa Simba anatoka. Kwa lazima hakikishe kwamba Al Masry haji kufunga bao kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Lakini vile vile lazima ongeze nguvu kwenye uwezo wa kufanya maamuzi. Simba alionekana kuwa slow kwenye ufanyaji wa maamuzi. Kuna muda mchezaji unakuta anakimbia na mpira kwa muda mrefu zaidi na hivyo kuwafanya mabeki wa Al Masry kuweza kurudi kwa haraka. Wakati wewe unakimbia na mpira wanakuachia tu na mchezaji mmoja alafu wengine wanarudi nyuma kwenda kuziba njia. Kwa maana yake ni kwamba Simba kwenye ufanyaji wa maamuzi lazima wawe haraka sana. Lakini vile vile Simba lazima watambue kwamba nguvu ya mashabiki ni kubwa zaidi pia. Kwa mashabiki wa Simba wasiache kuingia uwanjani, lazima hakikisha kwamba wanajaza Benjamin Mkapa na wanashangilia. Maana issue sio kujaza tu, issue ni unajaza na unashangilia. Yote kwa yote lazima wajue kwamba Al Masry na wao wanakuja Tanzania kwa ajili ya kuja kutafuta matokeo. Hawajaja kutembea wala hawajaja kutalii. Kwa hiyo na wao watakuja na approach nzuri zaidi ya mchezo, na Al Masry wanaonekana wazi kwamba ni wazuri kwenye eneo la kujilinda. Kwa hiyo Simba lazima na wao wahakikishe kwamba wanaingia na njia ambayo itafungua pattern za ulinzi kwa upande wa Al Masry. Yote kwa yote mpira unadunda. Simba wakikaza buti wanaingia nusu finali, wakilegea wanabaki robo finali. Wewe unasemaje? Weka maoni yako hapo chini, mambo yatakwenda vizuri zaidi.